Sema tena amen. Shangilia Bwana makofi mengi mengi sana. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Leo ni siku yetu ya 3 ya mkutano unaoendelea mahali hapa, na Mungu yuko pamoja nasi. Tumeendelea kumuona Mungu toka siku ile ya Jumapili. Tumeendelea kumuona Mungu akiokoa na akifungua. Lakini wewe pia ambaye unatazama kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, twende pamoja na uweze kusikiliza ujumbe huu na kuhusu, na Mungu atakufikia hapo ulipo kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, na Roho Mtakatifu atakuhudumia nawe utafunguliwa. Nia yako iweke kwa Bwana, nia yako iweke kwa Mungu, na utamuona Mungu kwenye maisha yako. Hata kama kuna mambo yalishindikanika, Mungu yupo na Mungu atakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Mkutano Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Hebu mpungia Yesu makofi mengi mengi sana. Pungia Yesu makofi mengi mengi sana. Haleluya. Yesu ni mwaminifu kwetu. Ninaomba tuenda kusoma neno ambalo Mungu amekusudia kwa ajili ya siku ya leo. Kwa ajili ya siku ya leo. Kumbuka tuko live. Naomba soma nami kile kitabu cha Isaya ile sura ya 19. Isaya ile sura ya 19 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Ufunuo juu ya Misri. Tazama, Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Misri, na sanamu za Misri zinatikisika mbele zake, na moyo wa Misri unayeyuka ndani yake. Nami nitawaamsha wa Misri juu ya wa Misri, nao watapigana kila mtu na ndugu yake, na kila mtu na jirani yake, juu ya mji na ufalme juu ya ufalme. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Haleluya. Naomba mnipokee Latifu. Naomba unaweza kutoa Biblia na tayo membari hapo. Haleluya. Ulikuwa ni utabiri wa Misri. Isaya anatabiri kwa habari ya Misri, juu ya mambo ambayo Mungu amekusudia kufanya Misri. Haleluya. Kwa hiyo Isaya akiwa anatabiri kufunua siri ambazo zilifichika katika hali ya kawaida, walikuwa hawaelewi ni nini kitatokea, lakini Isaya anaweza kufunua hiyo siri, na ndipo maandiko yanatuambia utabiri wa habari ya Misri. Anasema, Bwana, tazama, Bwana amepanda wingu jepesi, anaelekea Misri. Anasema sanamu za Misri zinatikisika. Haleluya. Bwana amepanda wingu jepesi, anaelekea Misri, anaingia Misri, na alipoingia Misri, zile sanamu za Misri zinatikisika, lakini moyo wa Misri unayeyuka. Mkutano, haleluya. Mkutano, haleluya. Maana yake Misri alikuwa na sanamu zake, na zile sanamu baada ya Mungu kufika pale, lakini amepanda wingu jepesi. Kwa nini amepanda wingu jepesi? Maana yake lile wingu lilikuwa ni jepesi, ni wingu jeupe, ni wingu ambalo
unaweza ukalizalau, lakini hilo wingu ambalo unaweza ukalizalau ndilo limembeba Bwana kwa ajili ya kwenda Misri, kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za Misri, kwa ajili ya kushughulikia miungu ya Misri, kwa ajili ya kushughulikia kila masanamu ya Misri, kwa ajili ya kushughulikia moyo wa Misri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu amepanda wingu jepesi, yuko kwenye wingu jepesi, anakwenda Misri. Sikiliza nikwambie, hapa sio Misri, lakini hapa kuna Wamisri. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa sio Misri, lakini hapa kuna Wamisri. Haleluya, haleluya, haleluya. Huo ulikuwa ni utabiri wa Isaya. Sema utabiri wa Isaya, sema utabiri wa Isaya, sema utabiri wa Isaya. Leo ni utabiri wa watumishi wa Mungu ambaye tumekuja hapa, ya kwamba Bwana amepanda wingu jepesi. Amekuja hapa maana wako wa Misri hapa. Lengo la kuja hapa Bwana ili sanamu za Misri zianze kutetemeka, zianze kutetemeka, zianze kutetemeka. Hata kama zilionekanika ya kwamba zimekaa zikiwa zina ujasiri, hazitakuwa na ujasiri tena, maana Bwana amefika kwenye wingu lake jepesi. Lazima zipate kutetemeka. Hata kama moyo wa Misri ulikuwa unaona kwamba wenyewe ndio unaweza kila kitu, Biblia inasema ya kwamba lazima utayeyuka. Piga makofi kwa Bwana, piga makofi kwa Bwana, piga makofi kwa Bwana. Lazima utayeyuka kama nta inavyoyeyuka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amefika Misri. Yesu amefika Misri. Yesu amefika Misri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Kama unanielewa, pigia tena ya makofi mengi mengi. Sikiliza nikwambie, nilikwambia toka juzi, hatukuja kwa bahati mbaya. Tumekuja hapa, ni Yesu ametuleta hapa. Maana yake sisi tumemleta Yesu hapa ili afanye kazi yeye mwenyewe hapa. Maana najua namna ambavyo leo na madhabahu za hapa zinazowakamata watu, zilivyowafunga watu. Lakini nataka nikwambie ya kwamba sanamu zao lazima zitikisike. Sanamu zao lazima zitikisike. Moyo wa Misri lazima upate kuyeyuka. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa haleluya, kanisa haleluya. Sema wingu jepesi, sema wingu jepesi. Sikiliza nikwambie, yaani ukituona na mimi unaona kama wepesi wepesi, lakini nakwambia ni wingu jepesi ambaye Yesu yuko ndani yetu kwa makusudi ya kufanya kazi yake. Katika jina la Yesu Kristo, lazima kieleweke, lazima kieleweke, lazima kitambulike. Jamani, lazima kieleweke, na kinakwenda kueleweka kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema hivi, nami nitaamsha Wamisri juu ya Wamisri, watakwenda kupigana wao kwa wao. Sema kupigana wao kwa wao. Anasema watapigana ndugu kwa ndugu, watapigana. Anasema watapigana falme kwa falme, zitapigana. Kwa nini zitapigana zenyewe kwa zenyewe? Walizoea kuwapiga watu, walizoea kuwapiga watoto wa Mungu. Nakwambia sasa watoto wa Mungu hawatapigwa, wataenda kupigana wao kwa wao. Na sisi tumekuja, tumemleta Yesu hapa, lazima wapigane wao kwa wao. Nakwambia kama ni wachawi watapigana wao kwa wao, maana hao ndio wa Misri. Kama ni waganga watapigana wao kwa wao, maana hao ndio wa Misri. Wamezoea kuachilia magonjwa, watapigana wao kwa wao, maana ndio ni wa Misri. Sikiliza nikwambie, wameachilia maroho ya ulevi. Watu wa mji wanakunywa pombe, wakiamka ni pombe, wanaenda kulala ni pombe, wanasababisha watu wanapigana, wanasababisha watu wanauana. Nakwambia wanakunywa pombe, Yesu atakwenda kuwaokoa. Hawatakunywa pombe tena. Zile roho zilizokuwa wasababisha wakilewa wapigane, wao wanakwenda kupigana wao kwa wao, wanakwenda kupigana wao kwa wao. Ufalme kwa ufalme, mapepo kwa mapepo, masukule kwa misukule. Nakwambia mikoba kwa mikoba inakwenda kupigana yenyewe kwa yenyewe. Pigia Yesu makofi kama unaelewa. Kama unaelewa, pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Wingu jepesi limekuja, wingu jepesi, ili kwamba vijana waliokamatwa wapate kufunguliwa, wapate kuwekwa huru. Waliokamatwa na roho ya mauaji wapate kuwekwa huru, wasiwe wauaji tena, bali wawe watakatifu, waweze kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wingu jepesi linapofika mahala, hata kama watu wamefuga majini, na kwambaje wakati wa kuacha kufuga majini ni heri ufuge ng'ombe wa maziwa, unywe maziwa ili upate kunenepa. Pigia Yesu makofi kama
jepesi. Sema wingu jepesi. Sema wingu jepesi. Aha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wamisri wamewafunga watu, wamefunga hatua zao, na ndio maana unaona hapa walikuwa wengine wamesikiliza kwaya. Baada ya kwaya kuisha, wamefanyaje? Wameondoka. Unaweza ukaona ni kama kitu cha kawaida sana, lakini kwenye ulimwengu wa roho hizo ni kazi za moyo wa Misri. Jina la Bwana libarikiwe. Nakwambia lazima ziliuke, lazima zitaenda kuwafungua watu, watafunguliwa, watakuja kwa Bwana, maana wingu jepesi liko hapa. Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Alafu sasa hili wingu haliishii hapa kwenye viwanja. Hili wingu litakwenda mtaa kwa mtaa, litakwenda nyumba kwa nyumba, litakwenda chumba kwa chumba, litakwenda mtu kwa mtu. Wingu halitanyamaza hapa, halitatulia hapa, litakwenda mlango kwa mlango, litakwenda pango kwa mapango. Hata kama kwenye mawe huko ndivyo kwenye mizimu, litakwenda mawe kwa mawe. Hilo wingu jepesi halitatulia. Hata kama babu yako ni mchawi, wingu jepesi litamfikia babu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wingu jepesi. Sema wingu jepesi. Sema wingu jepesi. Wamisri lazima wapigwe. Wamisri lazima wapigwe. Wamisri lazima wapigwe. Nani mmoja anasema Wamisri lazima wapigwe? Lazima moyo wa Misri uyayuke. Si unajua kuyayuka ni kama vile tukiweka kwenye nini, kwenye moto, ghafla inayayuka, huoni tena. Jina la Bwana libarikiwe. Tafsiri ya moyo wa Misri kuyayuka, maana yake ya kwamba Mungu anaangamiza, alafu anafuta, hata kumbukumbu lake haliko tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Sikiliza, kuna watu wanajiona wao ni kama Mungu, ni kama miungu, ni kama ndio wamefika kila kitu, lakini hao ambao wanajiona wao ni kama Mungu, nakwambia yuko Mungu mwenyewe aliye hai, amekuja kwenye kijiji hichi. Nakwambia atafika barabara mpaka barabara, nakwambia atapita kwenye mawingu mpaka kwenye mawingu. Maana kuna madhabahu zingine ziko hapo kwenye mawingu, lakini wingu jepesi litafika kwenye hayo mawingu. Hakuna kitakachosalia hapo. Hata kama mlikuwa mnafanya maombi yenu yanakamatwa na Mwajemi, nakwambia liko wingu jepesi. Nimekuja kupambana, nimekuja kupigana, nimekuja kuleta wokovu ambaye ni Yesu yeye mwenyewe. Piga makofi mkutano kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nimeteswa kwa muda mrefu, lakini wingu jepesi linafika kwenye moyo wako leo. Wewe ukiamini kwamba na ukiruhusu kwamba ile wingu jepesi ambaye ni Yesu Kristo aweze kufika kwenye maisha yako, nakwambia hata kile ambayo umefungwa, umekuwa ni mtu ambaye ni mtu wa mateso. Mwingine anatamani ya kwamba hata usiku usifike, maana ukishafika usiku, nakwambia hapati usingizi, hana amani na usingizi. Hata kama analala kwenye kitanda kizuri, anaomba usiku usifike. Sikiliza nikwambie, Bwana, wingu jepesi limefika. Ukilipokea wingu jepesi, litafika mpaka kwenye kitanda chako. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Alo, alo, mwangalie jirani yako sasa, muulize unamwelewa mhubiri. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Siku zote Yesu ni mtetezi. Sema Yesu ni mtetezi. Siku zote Yesu ni mwenye huruma. Sema ni mwenye huruma. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba alipofika, ukisoma kile kitabu cha Luka, alipofika kwenye lango la mji, alikutana na maiti ya mama ambaye ni mjane. Hivyo mwangalia, akamwonea huruma, akamwambia mama, usilie. Kwa nini alimwambia usilie? Maana yeye ni mfariji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeye ni mfariji. Akasema mama, usilie. Wakabeba lile jeneza, wanataka kwenda kuzika. Amen. Amen. Wanataka kwenda kuzika. Yesu akasimamisha msafara. Sema akasimamisha msafara. Akamgusa jeneza.
Alipomgusa jeneza, maiti kafahamu kwamba yuko mzee wa siku amefika, amemgusa. Maiti kasikia mguso, iliposikia mguso maiti kainuka. Maiti ilipoinuka, Biblia anasema kwamba yule Yesu akampa mama yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Wingu la pesi likifika, haijalishi yako mambo yako yalikuwa yameshawekwa kwenye jeneza tayari, nakwambia yanaenda kuguswa na Bwana. Na yakienda kuguswa na Bwana, hata kama uliambiwa utapona, nakwambia unakwenda kupokea uponyaji, unakwenda kupokea uponyaji, unakwenda kufunguliwa, kwa sababu wingu jepesi limefika mahala pake, limefika kwenye huo uvimbe. Lazima uyeyuke huo uvimbe, hata kama kuna uvimbe uliowekewa, lazima uyeyuke huo uvimbe, kwa sababu wingu jepesi limefika kwenye uvimbe wako. Yesu makofi kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nimeshakwambia kwamba wewe ndio utaishiaga hapa hapo. Huwa Mungu ana hatua. Amen. Mungu ana hatua. Sema ana hatua. Alafu Mungu ni wa safari. Sema ni wa safari. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema mawazo yenu sio mawazo, akili yenu sio akili. Sasa akikwambia utabaki hapa hapa, mwambie siwezi nikabaki hapa hapa, maana Mungu ana hatua, Mungu anayetembea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Na ndio maana kwa Musa alipita kwa wingu, kwa Musa akapita kwa nguzo ya moto. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Shangilia Bwana kama unanielewa. Haleluya, 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 haleluya. Sikiliza niseme. Sijajua sana kama huku wanaweza wakawepo kama wale wa mama wa mjini. Sema huwa wamama wa mjini wana tabia ya kuwachukua watoto wa wenzao. Sema watoto wa wenzao. Yaani unamchukua mtoto wa mwenzio alafu unamficha kwako. Mtoto wa ambona msemi bwana, nimesema wa mjini sio nini hapa. Unamchukua mtoto wa mwenzio alafu naambia kwamba wewe mimi nakulea. Alishalelewa na mama yake. Wewe utamlea nini wakati mama yake alishamlea tayari? Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Na vijana sikieni, msitamani kulelewa na wamama, tamani kulelewa na Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Akikulea anakufundisha maadili yaliyo mema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwambie wewe mama, wewe ni bibi uliyepita na wakati. Yuko aliyenilea. Mama yangu alinilea, sasa hivi ananilea Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninakulea kila unachotaka mimi hapa unapata. Kwani angekuwa hapati kwa mama yake angekuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tamani mtu wa baraka ya kwamba wingu jepesi lifike kwenye familia yako. Inawezekana kabisa ya kwamba maisha yako wewe mwenyewe ukiangalia unaona ni maisha ambayo ni kama vile yameshindikana kwako, lakini ukimkabidhi Yesu hakuna kitu kinashindikana mbele za Bwana. Yote yanawezekana. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikanika. Hata kama ninataka nikwambie ya kwamba umekwenda kwa waganga, umekwenda kwa madaktari, wamekwambia ugonjwa huu hauwezi ukapona kwa sababu ugonjwa huu wanakufaga wengi, au bibi yako alikufa, babu yako alikufa. Ukija kwa Yesu nakwambia ugonjwa unaondoka, Yesu anaachilia uzima ndani yako. Piga makofi kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikwambii kitu cha kubahatisha, nakwambia kitu live. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Nilikuwa kwenye convention Bukoba, tulikuwa na mtumishi Samuel hapo. Bwana asifiwe sana. Mimi nilikuwa ile ya Muleba. Sasa nilikuwa na mkutano kama huu wa siku 8. Amen. Wakati na endelea na mkutano, Mungu akanisemesha niombe juu ya watu wenye magonjwa fulani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nikaambiwa niwaambie baada ya kuombewa mkapime alafu nje mtoe nini majibu. Haleluya. Tulifanya maombi. Yuko nesi mmoja alikuwa anasumbuliwa na vidonda vya tumbo miaka 16. Vilimpeleka mahala pabaya sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nilipokuwa nafanya maombi kwa ajili yake,
mapepo wakamchukua wakamtupa, alitapika sana pale kwenye viwanja. Sikiliza nikwambie, sio magonjwa yote ni magonjwa, yako mapepo yamekaa hapo ndani. Kwa maana unapokuta kwamba mwingine anasema kwamba miguu inawaka moto, naona tu miguu, sio miguu inawaka moto, kuna mapepo hapo kwenye hiyo miguu, ndio analeta moto wa kuzimu na kusumbua. Nakwambia kamata Yesu jioni ya leo. Hakuna mguu kuwaka moto, hakuna vidonda vya tumbo, hakuna presha, hakuna ukimwi. Yesu anaponya. Piga makofi kwa Bwana, piga makofi kwa Bwana, shangilia Bwana, makofi mengi. Haleluya. Akaja siku ya Ijumaa akaniambia, mtumishi, ninamshukuru Mungu nimepona. Nikamwambia, umepona kivipi? Akasema dalili zote zile hakuna, na nimetafuna tangawizi leo kwa wingi. Nikamwambia, umepima? Anasema sijapima. Nikamwambia, nenda kapime, ili ukija kushuhudia ushuhudie na ushahidi. Sema na ushahidi. Jamani, Yesu apewe sifa. Ninampenda huyu Yesu, maana anaponya live. Ninamuona live, sio kubahatisha. Jina la Bwana libarikiwe. Juma kama leo amekuja, ameshuhudia, ameleta na cheti chake ambacho ameonekanika hana vidonda vya tumbo, amepona kabisa. Daktari aliyemwambia usile vitu vya nani vinavyosababisha kwamba vidonda vya tumbo, akamwambia umepona na nini? Akasema Yesu mwana wa Mungu aliye hai ndiye aliyeniponya. Changilie Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Sikae kinyonge, Yesu yupo. Alafu yeye jana, leo na hata milele. Alafu asaidii na chumvi, wala na mafuta, wala na ugoro, wala na tumbaku, wala na maji ya mchele, wala na machicha ya nazi. Yeye automatically anajitosheleza. Nikuliita jina lake, yuko tayari kila siku. Akishashuka, hata kama ya kwamba walikuzika kwenye kaburi, na kuambia utainuka kama Lazaro alivyoinuka. Maana ni mzee wa suko, ni mzee wa kuharibu utaratibu wa watu, utaratibu wa mapepo, utaratibu wa wachawi. Yeye ni mzee wa kuharibu utaratibu wa mapepo. Piga Yesu makofi. Sema wingu jepesi, sema wingu jepesi. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu tuliotoka Morogoro, tuko kwenye wingu jepesi, tuko kwenye wingu jepesi. Sisi ni wingu jepesi, sisi ni wingu jepesi. Bwana amebeba wingu jepesi, Bwana amebeba wingu jepesi. Haleluya, 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 haleluya. Wingu jepesi, na lazima kieleweke, maana Bwana amepanda kwenye wingu jepesi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Na kuna vitu ambavyo pia Mungu ameendelea kutuonesha na tumeendelea kushirikishana. Nakwambia wale wote ambao wanasema wao ndio wao, nakwambia lazima kieleweke. Huyo Mungu anionyeshaji kwa kubahatisha, akinionyesha lazima ingie kazini. Piga makofi kwa Bwana, piga makofi kwa Bwana, shangilia Bwana. Haleluya. Wanaonewa mtetezi wao yuko hai, hajakufa. Alikufa, amefufuka, na sasa yuko hai kwenye kiti cha Baba cha mbinguni. Piga Yesu makofi mengi kama unaelewa. Mwangalie jirani yako sasa. Muulize, vipi mwenzangu, unasumbuliwa na nini wewe? Anasema anasumbuliwa na ugonjwa. Yesu yupo. Bwana asifiwe. Wengine wakilala yuko wapi? Mbona sisi hatumuoni? Wewe uko wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Ukishaona hivyo tayari Wamisri wako kwako, wamekujia Wamisri. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jioni ya leo, ruhusu wingu jepesi likutembelee, ruhusu wingu jepesi likutembelee, liweze kukutoa hapo ulipo, liweze kukutoa hapo ulipo, hapo ulikoshikiliwa, liweze kukusaidia, liweze kukufungua. Sikiliza nikwambie, mwambie Bwana ya kwamba hata kama nimefungwa na ukoo wangu na kabila wangu na mila zangu, wingu lako lishike kwangu, ili kwamba mila iliache pembeni, ukoo iliache pembeni, maradhi ya ukoo iliache pembeni, magonjwa ya ukoo iliache pembeni, ubaki kuwa huru kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naomba simama, naomba simama, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Naomba tusogee mbele kwa ajili ya kumshukuru Mungu.
Naomba watu wote tusogee mbele kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Naomba na tulioko kule basi tusogee kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na tulioko kule pia naomba tusogee huku, tulioko kule kwa kumheshimu Mungu, naomba tusogee huku kwa ajili ya kumshukuru Mungu pamoja. Naomba tusogee huku kwa ajili ya kumshukuru Mungu pamoja. Naomba watu wakiwa wanasogea basi naomba tumwabudu Mungu. Barikiwe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu tumesogea chini pako Bwana, msalabani pako Adonai. Mungu tumesogea chini pako Mungu mwenye nguvu. Uliandikwa pale msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Ulipigwa misimani ukavalishwa taji ya miiba. Damu ilikumwagika wakakudhihaki, wakakuchoma na ukavu pakini mwako Bwana. Neno lako linasema vikatoka damu na maji kwa ajili ya ukombozi na utakaso wa Bwana. Na unatujua maisha tuliyo nayo ni maisha machafu na yastahili kabisa mbele zako Mungu mwenye nguvu. Maisha tuliyo nayo hayafai hata kwa jamii. Imefika wakati umetuchukia. Mungu, wewe ni Mungu uliye na upendo mwingi, mfalme wa wafalme, ambaye Mungu kupitia damu yako na maji yako kavili mkoe Bwana, uko tayari kuturehemu na kutuosha na kututakasa dhambi zetu na uchafu tulio nao. Asante kwa ajili ya neno lako Mungu. Asante kwa ajili ya watoto wako walioko katikati ya hivi viwanja Bwana. Asante kwa ajili ya masikio ambayo wamesikia Adonai. Asante maana Mungu unajua hata kesho yao, wao hawajui, hakuna anayejua kesho. Hata mimi mtume wako sijui kesho yangu Bwana, lakini Mungu anajua kesho yetu, wewe unafahamu. Hata baadaye yetu hakuna anayejua, baada ya hapa hakuna anafahamu, lakini Mungu unafahamu. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, neema yako ambayo ipo kwa ajili ituokoe, achilia katikati ya watoto na kwenye mioyo yao Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wako watoto wako ambao wamefungwa, wako watoto wako, wako wengine wako tayari kwenye majeneza. Ni nani atakwenda kugusa hiyo jeneza Bwana?
Wewe uko tayari kugusa ile jeneza ili atoke kwenye ile jeneza la magonjwa, atoke kwenye jeneza la mauti, atoke kwenye jeneza la ndoto mbaya, amemzimu inamfuatilia usiku akiwa amelala. Iko neema yako peke yake Bwana ndio inaweza kumtoa kwenye ile jeneza. Watu wengine wamekwisha kuvalishwa sanda tayari, wanatembea lakini wamevalishwa sanda kwa ajili ya maandalizi ya mauti. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, wewe ambaye Bwana uliingia Misri kwa wingu jepesi, ingia kwenye Misri ulioko ndani ya watoto wako katika wingu lako lile jepesi, ili kwamba Mungu ukapate kuwasaidia na kuokoa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Bwana kondoo. Asante kwa sababu nguvu na uwepo wako umetufunika Bwana, na hakuna mamlaka yoyote itakayokuwa juu yetu. Biblia inasema Mungu kwa upande wetu, mwanadamu atatutenda nini? Katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, uko upande wa watoto wako, hakuna mwanadamu yoyote wala wewe yoyote itakayowatenda chochote, kwa maana upo kwa ajili ya kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa umeinamisha kichwa chako chini namna hiyo, na unasema kwamba niko tayari niweze kupata msaada kwa Yesu, ninamhitaji Yesu, nahitaji kuokoka, Yesu aniokoe. Aya Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nyosha mkono wako juu, nyosha mkono wako juu. Asante, nyosha mkono wako juu. Asante, nyosha mkono wako juu. Usiogope kabisa, neno lipo kwa ajili yako, lipo kwa ajili yako, na Mungu anakujua kuliko unavyojijua. Asante, nyosha tu, namhitaji Yesu, nyosha mkono wako juu, nyosha mkono wako juu. Asante kwa sababu ndio nyosha ni mkono. Asante, nyosha tu, usishushe, usishushe. Nyosha hivyo, nyosha hivyo. Naomba piga hatua hapa mbele, piga hatua hapa mbele nikuombee. Piga hatua mbele, chap 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 chap. Vunja ile geti, vunja ile geti, vunja ile geti. Piga hatua mbele, piga. Asante, asante. Piga hatua mbele, piga hatua mbele. Vunja ile geti, vunja ile geti. Pita mbele, pita mbele. Usiogope, usimwogope, pita mbele. Pita mbele dadangu. Wahudumu mwasaidia watu wengine wamenyosha mikono, mwasaidia wapite mbele. Wewe kijana simama. Naomba tusogee hapa tukae kimistari. Tulioko hapa tusogee hapa tukae kimistari. Tulioko hapa tusogee hapa tukae kimistari. Hawa kama hawajachukuliwa majina, basi naomba tuwachukulie majina tukiwa tunaendelea kwa majina. Hawa mbele. Hawa mbele. Mwingine asaidie ili twende haraka haraka. Kama jana aliandika usimwandike, kama aliandika mwandike. Sikiliza, uliopo kwenye viwanja utafunika macho yako, utakwenda kukuongoza sala ya toba. Lakini kumbuka tuko live. Wewe ambaye unaangalia YouTube, unaangalia Facebook, basi utafuatana na mimi
haya maombi, na Yesu atakuokoa hapo ulipo, na tunapoingia kwenye kuomba Yesu atakuponya hapo ulipo. Fatana na mimi unaangalia kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, na ulioko hapa katika viwanja, fatana na mimi haya maombi ambayo yanakusababisha utoke kwa shetani na uweze kuingia kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aweze kukusaidia. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi mtoto wako, unanijua vema, ni mwenye dhambi, ninatubu saa hii dhambi zangu zote, naomba uniokoe, naomba unirehemu. Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, ninakuomba unipokee, unikubali katika jina la Yesu. Naomba Roho Mtakatifu aingie ndani yangu, anisaidie kushinda dhambi, kutenda haki katika jina la Yesu. Nimeokoka na kuamini moyoni mwangu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa huruma zako, kwa rehema zako, kwa neema yako uliyoiachilia kwenye maisha yangu. Jioni ya leo umeniita kwa jina langu, nimeitika. Yesu, umesema ya kwamba kila ajaye kwako hutamwacha hata ukamilifu wa dahari. Asante Yesu, saa hii nakuja mbele zako, ninaomba Bwana uniponye, unifungue, uniweke huru mbali na vifungo, mbali na mateso, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana. Mwambie Mungu, naomba uniguse. Mwambie Mungu, naomba uniguse. Mwambie Mungu, naomba uniguse. Mwambie Mungu, naomba uniguse. Mwambie Mungu, ile wingu lako lisinipite. Watumishi wa Mungu, tunapoendelea kuomba kwa ajili ya watu wale ambao waliokoka kule mbinguni wanashangilia, na wengine pia ambao wanahitaji neema ya uponyaji kwao, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni mtakatifu, Mungu wa Israeli. Asante kwa sababu hivi viwanja ni mali yako, hii mbingu ni mbingu ya kwako, ndio ulifanya wewe mwenyewe, hakuna yeyote azuia. Watoto ni wako Bwana, katika jina la Yesu. Na ndio maana umewaokoa Bwana, na ndio maana umewaita Bwana, na wakati na muda huu tena Jehova Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, nenda ukawafungue, nenda ukawaponye vifungo mbalimbali, magonjwa mbalimbali, mateso mbalimbali yaliyoko kwenye maisha yao, yaliyoko kwenye mwili yao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pita katikati yao, ndani ya kila mmoja aliyeko mahali hapa, na msaidie Roho Mtakatifu sasa katika jina la Yesu Kristo. Sahi Roho na nguvu zako sasa katika damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Na usu nguvu zako sasa, Yesu mwana wa Mungu, achilia hizo nguvu zako na zipite katikati ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu wa Israeli, maana moyo wa Misri unakwenda kuyeyuka. Hayo magonjwa yaliyoko ndani ni moyo wa Misri unakwenda kuyeyuka katika jina la Yesu Kristo. Mateso yaliyoko ndani ni moyo wa Misri unaenda kuyeyuka. Mapepo yaliyoko ndani ni moyo wa Misri unakwenda kuyeyuka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia nguvu ya moto, tunaachilia nguvu ya damu, tunaachilia nguvu ya ukombozi. Uweza wako na nguvu zako na zikapite katikati ya watoto wako, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Kila ufalme ulioko ndani ya huyu kijana, haya toka mwachie, toka mwachie kwa jina la Yesu, toka mwachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakamata, ninaharibu sasa uliyoshikilia fahamu zake. Haya toka mwachie, toka mwachie, popote ulikomweka, popote ulikomshikilia, popote ulikom Kia sasa, damu ya ukombozi ninarudisha nafsi yake, ninarudisha nafsi yake, ninamkomboa sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninakomboa mwili, ninakomboa mwili katika jina la Yesu. Roho amzukire kwa jina la Yesu.
hauna nafasi ndani ya kijana. Roho ya mzukure kwa jina la Yesu Kristo, popote mlipomweka, popote mlipomweka, anarejeshwa, 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 anarejeshwa kwenye mapango, anarejeshwa kwenye miti mikubwa, anarejeshwa baharini, anarejeshwa, anarejeshwa mlikomshikilia, mlikomkamatia, mlikomweka kwa jina la Yesu. Roho ya mzukure, roho ya umateka, anaenda kurejeshwa, anaenda kurejeshwa katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la mwana kondoo, katika jina la Yesu. Roho ya kipepo, roho ya kipepo, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie mliokaa kwenye ufahamu wake, kuharibu ufahamu wake, toka mwachie kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kuomba hapo. Baadhi ya watumishi rikamanda seke, rakamanda seke, anatolewa alikoshikiliwa, anatolewa nafsi yake, inatolewa falme wa giza, falme wa kipepo. Napiga, 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 napiga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naangusha ngome, naangusha ngome, napiga ngome kwa moto wao kwa jina la Yesu. Kila magonjwa, kila mifungo, haya toka, achia kuanzia sasa, kuanzia sasa. Naachia damu ya Yesu, naachia damu ya Yesu. Karamasiki rinda rako paramasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Endelea kwenda riko karamasha kwa jina la Yesu wa Nazareti. Naachilia nguvu sasa, naachilia nguvu ya ukombozi, naachilia nguvu ya ukombozi, naachilia nguvu ya ukombozi kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu. Kila mfalme wa giza na pia hizo mamlaka za kipepo, naharibu na kubomoa, naangusha hizo ngome katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya mwana kondoo, rika paramasa kenderemosi rimeremosa paramasa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kila ufalme ulioko ndani, kila ufalme ulioko ndani, lakini kwa jina la Yesu Kristo naangusha hizo ngome sasa, napiga hizo ngome sasa, kuanzia utesi wa mpaka nyayo za miguu, mpaka nyayo za miguu, katika jina la Yesu, mpaka nyayo za miguu. Ninaachilia huo moto, ninaachilia huo moto, ninaachilia huo moto, ninaachilia huo moto, ninaachilia huo moto sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hawezi kuvumilia, hawezi kuvumilia viwango vya moto, viwango vya moto, viwango vya moto vilivyojificha katika jina la Yesu Kristo. Iko damu ya msalaba inapita kwenye mifupa, inapita kwenye ngozi, kuanzia utesi wa kichwa mpaka nyayo za miguu, katika jina niko mshikilia, naenda kuachia sasa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Karamasiki rika paramasa reko komanasiki kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Falme ya giza, toka, achia magonjwa, vifungo, toka, achia katika jina la Yesu, toka, achia kuanzia sasa. Napitisha huo moto, napitisha huo moto, napitisha huo moto. Haya, toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia utesi wa kichwa mpaka nyayo za miguu. Roho Mtakatifu, operation, 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 operation katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, toka, mwachie, toka, mwachie malota, toka, mwachie kwa jina la Yesu, toka, mwachie. Ninaongeza moto, naongeza moto, naongeza moto kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo, paramashikiki repuka paramas ramashikendarabusa, kwa damu ya Yesu Kristo naachilia nguvu ya ukombozi, napiga falme, napiga falme na kuteketeza katika jina. Yes, yes, zinapigika, 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 zinapigika kwa jina. Karamash rikoko rikoko rakamanda siki rikoko remesi kwa jina la Yesu, damu ya mwana kondoo. Anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia.
anza kuachia, anza kuachia giza, toka achia, toka achia mara moja, mara moja, mara moja, katika jina la Yesu. Napiga hizo falme, naangusha ngome, napiga teketeza falme ya giza, kachia, toka achia, toka achia, jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Karamas ripoko ranaramusa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya